Sisi Kenya hata tungeulizwa tuchague jirani mwingine wa kupakana na yeye, bado tungechagua Tanzania tu. Kwa sababu mmetuonyesha njia mwafaka ya kukaa bila vurugu. Unajua kuna maneno kidogo hapa na pale ambayo imekuwa inasambazwa kwa mitandao ya jamii, social forums kama vile WhatsApp. Wengine mkiona wakiwa wanatengeneza vitu hizo ni content creation. Wengine wanataka kitu ambayo ita attract viewers wengi ama watazamaji wengi ndio waweze kupata zile wanaita bonga points, ndio wapate kulipwa na WhatsApp. So wakati mwingine unaweza kuona vijana kwa mtandao wanaongea maneno ambayo si ya sawa. Ukiangalia kwa jicho pevu ama ukiangalia vizuri utagundua hayo maneno si hayaleti amani. So nataka niwahakikishie kwamba mengi yenye mnaona huko si msimamo wa Kenya. Ni msimamo ya mtu mmoja anataka kuattract attention ya watu wengi, apewe likes, na hata Watanzania wamekuwa wanampea wengine likes. So Wakenya wenye wako kwa social media wenye wanasambaza vitu ambayo si ya amani, tunataka tuombe ya kwamba msiichukulie kwa umuhimu yoyote. Lakini kama kuna chochote chenye kitapangwa, tutazuia watu kutoka upande ya Kenya kuja kuingilia shinda yoyote ambayo itakuwa upande huu. So letu ni kuhakikishia kwamba tumejipanga vizuri kuzuia mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na nia ya kuja kujiunga na Watanzania wenye watakuwa na wanapanga kufanya maandamano kwa njia moja ama ingine, tutawazuia. Na asante kwa sababu umetuhakikishia kwamba maandamano yamekuwa declared illegal, ya kwamba haijaruhusiwa kwa upande ya Tanzania kuandamana kesho. So msimamo yetu vile vile ni kwamba tutawaunga mkono kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na mtu yeyote anakuja kuinfluence kutoka upande ya Kenya ama kusaidia kwa njia yoyote kufacilitate maandamano ambayo ni yako illegal. Sisi tumejipanga vizuri na hizo hearsays za kwamba kesho tarehe 9 tuna mapumziko, lakini kuna watu wanawaza habari ya kuwa na vurugu tena au kitu kinachoitwa maandamano. Nataka niwahakikishie upande wa Tanzania tumejipanga vizuri. Vyombo vyetu viko imara. Watu wetu waendelee na shughuli kesho. Pamoja na mapumziko, waendelee na shughuli mbalimbali walizozipanga za kijamii, za kiuchumi. Kwa hiyo kilichokatazwa ni maandamano. Kwa hiyo na sisi tunatarajia hapa kesho shughuli kuendelea kama kawaida. Na tuhakikishie sisi tumejipanga upande wetu. Niwaombe muendelee kufanya shughuli zenu kama kawaida. Serikali zote mbili zinatambua shughuli zenu mnazozifanya katika mpaka huu na zinazingatia usalama wenu. Nyinyi wananchi wa pande zote mbili, endeleeni kufanya biashara kama kawaida. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunadumisha uhusiano, lakini na jukumu la kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo wenzetu hawa tunashirikiana nao vizuri, na hata zile vurugu za tarehe 29 walitupa ushirikiano wa kutosha na wametuahidi kuendelea kutupa ushirikiano wa kutosha. Na nyie wa Tanzania, niko hapa kuhakikishia serikali na vyombo vyote vya ulinzi na usalama viko tayari kuwalinda Watanzania na mali zao zote. Na kwa maana hiyo, kesho endeleeni na kazi zenu. Wanaarusha wote, tuendelee na kazi kama kawaida. Ni mapumziko, lakini kazi za kutupatia kipato, kazi za kijamii na kiuchumi
ziendelee kama kawaida. Sisi serikali tumejipanga kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa salama, mali zao zinakuwa salama. Na mnavyoona vyombo au vikundi vya ulinzi, vyombo vya ulinzi viko katika maeneo yenu, nyie endeleeni na kazi zenu, wako kwa ajili yenu. Ila mhalifu atauliza, mbona mko hapa? Wewe kinakusumbua nini? Nyie endeleeni na kazi, chapeni kazi, na kesho ni mapumziko, lakini endeleeni na shughuli zenu za kuwaingizia kipato. Tulichokikataza, marufuku iliyopigwa ni ya maandamano. Lakini kama hapa mpo ni kikundi mnaendelea kukusanyana na kuwaimbia watalii wanavyoingia, ni halali. Tulichokataza ni maandamano. Tumeelewana? Kwa hiyo tuendelee na shughuli zetu. Mpaka huu ni muhimu sana. Sio muhimu kwa majengo. Nyie mlioko hapa mnawezesha shughuli hizi kufanyika vizuri. Uongo kweli? Nyie hapa mliopo hapa mmebobea kwenye ubadilishaji wa hela. Uongo kweli? Kwa hiyo nyie wote ni sehemu ya kituo hiki. Hakikisheni nyinyi wenyewe mnakuwa mabalozi namba moja wa kuhakikisha pana amani na utulivu katika mpaka huu. Mtu msiyemjua na mnayemuona ni mchochezi, toeni taarifa katika vyombo vya dola vilivyoko hapa.